Mkusanyiko mkubwa wa Masai katika kata ya Lerai, mtaa unaojulikana kama Urundini, ndani ya jiji la Arusha. Maandamano haya yanahusisha malalamiko kutoka kwao, wakilalamika kuwa watu wamevamia eneo lao ambalo wanalitumia kufanyia mila na desturi za Kimasai. Tufu Saruni Lukumai. Mimi ni mwenyekiti wa rika mila na desturi. Najumuisha mikoa 5. Hayo halaiki unaoona hapa ni Wamasai. Shida ni kwamba eneo lao la historia ya mila na desturi limevamiwa. Limeuzwa, kukatakatwa viwanja. Hii Lerai imetokana na miti mnazoziona hapa. Sasa kuna mwekezaji mnamjua, sijui anaitwa Burka Estate, Coffee Estate. Sasa aliingilia kuuza kama viwanja. Na hii ni sehemu ya mila na desturi ambao Wamasai ndio sehemu yao ya ikulu ya mafunzo ya jadi. Hapa ndio makao makuu ya mila na desturi ambayo kila rika linapitia hapa. Linapitia kila baada ya miaka 7. Hili pori halijawahi kuguzwa. Na ilianzishwa tangu Wamasai walipoanza mambo ya mila na desturi tohara kwa ajili ya kukuza marika. Wamasai wanaanzia rika hapa. Enzi ya utotoni wanaanza hapa, wakitoka hapa kuna sehemu nyingine wanaenda. Sehemu ya historia ya Wamasai ziko sehemu 3. Lerai ambaye ndio mwanzo wa rika, wakitoka hapa wanaenda Mukula Teunoto. Wakitoka hapo wanakwenda Ndenyor Moru ambayo inapatikana wilaya ya Hai. Wilaya Siha, mkoani Kilimanjaro, ambayo kule ndio wanatawazwa kuwa wazee kama sisi unavyotuona. Kwa hiyo rika lote linaanza hapa. Rika lote la Wamasai limepitia hapa. Hii ni maka ambayo inapatikana chokaa, inapatikana miti ya adimu kwa ajili ya shughuli ya mila na desturi ya Wamasai. Sasa wauzaji wa ardhi wamefamia na kukatakata viwanja. Imeuzwa, beacon zimewekwa, wameuza. Sasa eneo hili haliuzwi, halilimwi, halifanyiwi shughuli zozote za kibinadamu, tofauti na mila na desturi ambayo zoezi hilo linafanyika kila baada ya miaka 7. Ndio maana hawa watu nao waona, huu matu nao waona, wametoka sehemu nyingi ya Tanzania. Ni zaidi ya watu milioni 10 hao nao waona. Ni zaidi ya watu milioni 10. Hawajajitoshela, hawajaja. Kwa hiyo sehemu hii haiuzwi, haijengwi kwa mtu yoyote, haikatwi miti hizi unazoziona, haiguzwi kukatwa. Tofauti na mtu anaingia kutoa nyazi tu peke yake. Lakini kusema kwamba kujenga au kufanya shughuli nyingine ya kujenga hairuhusiwi kabisa. Hairuhusiwi kabisa. Na tunataka Rais Samia asikie kwamba Wamasai wamefamiwa sehemu yao ya kuabudia. Hii ni maka, kwa hiyo haiuzwi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, hiyo taarifa ifike na ifike kwa rais. Ndio maana unaona watu wote wamefurika hapa. Ndio. Sasa tupe historia kidogo, ili eneo mmeanza kulimiliki nyinyi jamii ya Kimasai tangia lini? Ilianzishwa mwaka 1774. Ndio ilianzishwa eneo hili unaloliona. Tangu Wamasai ilipoanza mila na desturi ya Wamasai 1774. Sisi tunaozungumza hapa, hata mama zetu hawajazaliwa, wazazi wetu hawajazaliwa, hata babu zetu waliozaa kina mama hawajazaliwa. Ni mbali sana. Na huyo mwekezaji alivamia eneo hili lini? Alivamia kuanzia mwaka 2001. Ndio alianza kukatakata kufanya viwanja. Ndio. Ameshauza baadhi ya viwanja. Ameshauza zote, sio baadhi. Na kila kiwanja iliuzwa milioni 180. Mnamwambiaje sasa huyo mwekezaji ambaye alivamia? Tunamwambia alikuja Tanzania kuendeleza kilimo. Aachane na sehemu ya Wamasai. Hapa hajang'oa kahawa, abadilishe kwa viwanja. Huu msitu aliukuta yeye tu. Alipokuja hapa aliukuta. Kwa hiyo aache ilivyo. Tusikute miti yote iliyokatwa, tusikute majengo yoyote. Shughuli yote inaendelea ya kibinadamu hatutaki hapa. Maana kuanzia sasa hivi mtaanza kuweka ulinzi sasa katika eneo hili. Ulinzi, tuna vijana wetu jadi wataanza kusunguka hapa sasa. Kuanzia sasa tutaanza kuweka vijana wetu wa kulinda hapa. Sawa. Ndio. Sorry.
Hapa ni karibu eka 13 ziko hapa zimezunguka hapa. Hatujadhaminisha kiela. Hapana, sababu sisi sio wauzaji, sio watathmini wa ardhi sisi. Tunajua tu msitu ni wa kwetu, lakini dhamana yake hatujatathmini. Na mwekezaji alivamiaje? Labda aliwashirikisha? Hajatushirikisha. Anadai kwamba ni sehemu ya ili haya mashamba yote ya kahawa nayo lima. Kwa hiyo anasema kwamba ameweka lease. Natoka Sambasha. Kwa kweli ili eneo ni sehemu la Wamasai toka kama wazee wanavyosema hapa mwaka 1774. Hiyo ndio ukweli, wababu zetu walikuja hapa kwa ajili ya marika jinsi tunavyosema. Jinsi inavyoonekana hapa, huu mmoja uliokuja hapa ni kwa sababu ya marika wa enzi na enzi. Na ndio maana leo hii mwekezaji aliyokuja hapa kuja kuendeleza ukilimo hapa Tanzania amekuja kuvamia eneo letu la Masai ambao ndio mahali ambako rika zinakulia hapa. Kwa hiyo ni zaidi kwamba ili eneo la Masai na sio la mtu yoyote wala nani yule ajaye. Tunavyosema sisi tunaomba serikali ingilie kati, watupe ili eneo letu kuanzia sasa. Tuendeleze jamii zetu, tuendeleze shughuli zetu kama inavyoendelezwa wakati wote jinsi tulivyokuta huko nyuma. Niombe serikali kabisa, Mama Samia, watusaidie. Ile eneo ni la Wamasai, sio ya mtu yoyote yule anayekuja. Kama tulivyoambiwa mwanzoni, kuna watu wamejimilikisha maeneo haya, wamekatiwa maeneo haya ili kwa ajili ya ujenzi utakaokuja. Kwa mfano tumesikia mkuu wa mkoa naye ana eneo hapa, tumesikia kina Mamposa na maeneo haya, lakini ukweli ni kwamba waachie maeneo yetu. Hapa ni kwa ajili ya mila na desturi tu, bali na hapo sisi hatutawaelewa. Tutakuja leo hapa, tutakuja na wakati mwingine atakayotokea issue yoyote ile itakayojitokeza hapa, lazima tutaingilia hapa na hatutakubali kabisa, tunalikataa hilo.